Bana, mnyama jana kaunguruma pale jijini Tanga. Umetazama vipi game ya jana? Ilikuwa ni game nzuri kiukweli. Moja kati ya game ambayo ilikuwa imechangamka sana kwa dakika zote 90, lakini zilikuwa zinakutana timu mbili ambazo zina uzito tofauti. Simba Sports Club ni timu ambayo ina ubora mkubwa sana kuliko Coastal Union. Lakini kitu pekee ambacho mimi nilichokipenda kwa Coastal Union jana, Mangushi walitoa ushindani, sio mkubwa sana kulingana na quality walikuwa nayo, lakini walitoa ushindani. Ushindani upi? Coastal wakiwa na mpira huwa wanafanya build up vizuri sana kupitia golikipa wao Chuma Ramadhani Mgeni, kuja mpaka kwa kina Oruchumu kwenye eneo la backline, mpaka kuja kwenye eneo la midfielder ambalo wapo kina Godfrey Manyasi. Hata goli la kwanza walolipata, angalia build up walioifanya, angalia link up play walioifanya Maabadi, alafu kisha akafanya mkimbio ambao alikimbia kwenye box, hakukata tamaa. Nakumbuka alikuja kufanywa pressing na Nixon Kibabage, lakini akamvuka, ikapigwa pasi pembeni mwa uwanja. Nafikiri yule alikuwa ni Aidan, fullback wa kulia wa Coastal Union, akaipiga cross. Bakari Msimu akataka kuizima, bahati nzuri ikapita, alafu ikamkuta kwenye motion Maabadi, akafumua kombola ambalo kiuhalisia ilikuwa ni ngumu kwa golikipa wa Simba kuweza kudaka chuma ya kwanza. Sasa pale nilitegemea reaction mbili kwa Coastal Union. Kwanza, kuwa compact zaidi, kuzuia eneo lao ili kutoruhusu mianya ya wachezaji wa Simba kuweza kuwafunga kirahisi. Lakini pili, nilitegemea kuwa na ufanisi zaidi kwenye eneo la ushambuliaji kwa maana ya Coastal Union, lakini haikuwa hivyo. Kuanzia dakika ya 8 Kiziga mpaka dakika ya 45 Simba waliuchukua mchezo. Moto juu ya moto. Chokoza nyuma. Moto uliwaka haswa kuanzia kwenye eneo la kiungo kwenda mbele. Simba wana watu wanne ambao wana kasi sana. Libasege, Anset Youra, Elim Panzu, pamoja na Mwamba Lusaka Chama. Chama hana kasi miguuni kwa maana ya footless yake, ila Chama ana kasi kwenye ubongo. Akili yake inafanya maamuzi kwa haraka sana. Sasa ilikuwa ni mpira unatoka kwa Yusuf Kagoma ama Alassane Kante, haraka Chama na ushifti pembeni mwa uwanja kuwatanua Coastal Union. Wakitanua kwa Coastal Union, wanaacha nafasi ambazo kiuhalisia zilikuwa zinatumiwa na Elim Panzu Kibisawala kukimbia kwenye box. Hakuwa na ufanisi first half Elim Panzu Kibisawala, na amekuwa katika kiwango cha kawaida mno. Kama watu wanafuatilia, Elim Panzu amekuwa katika kiwango cha kawaida mno, anakosa nafasi za wazi, na kibaya zaidi amekuwa ana ufanisi zaidi, amekuwa na pressure kubwa sana ya kutafuta goli. Kwa hiyo hakuweza kupata chochote kitu first half, lakini alikuwa anafanya mikimbio ya hatari, ilikuwa inawapa wakati mgumu sana wakina Oruchum kwenye eneo la backline, kwa sababu walikuwa wanashindwa kummark moja kwa moja kwa sababu ni force number 9. Anatoka sana kwenye yale maeneo ya ushambuliaji, anaenda pembeni kulia, anaenda kushoto, ikawa inawapa wakati mgumu sana. Lakini pili, ana uwezo kukimbia nyuma ya migongo ya mabeki, kwa hiyo rahisi sana kuweza kuuliza maswali magumu. Lakini wakati wakiwa wanamfikiria Elim Panzu Kibisawala, Anset Youra ni ball to fit, akiwa na mpira mguuni ni hatari, lakini ana uwezo kukimbia pia kwenye nafasi. Kwa hiyo ikawa inawapa wakati mgumu kuanzia mawinga wa Coastal Union, kwa sababu alikuwa anacheza Shiza Ramadhan Kichuya yule aliyowahi kucheza Simba, na huyu ni vitu tofauti. Sio sasa. Hawezi kukupa 50% juu akiwa anashambulia, 50% kuja kumsaidia beki wake kwenye kuzuia, ni ngumu. Lakini angalau Bakari Suleiman Msimu ambaye alikuwa anakuja kumsaidia Aidan, na kuna muda alikuwa anashambulia, aliwapa wakati mgumu sana Simba Sports Club. Lakini kwa sababu ya quality ya Simba, pressure walioipeleka kwa dakika 45 kwa timu yoyote ambayo ina ubora wenye level ya kati kama Coastal Union, kama haukuweza kuziba mianya vizuri, lazima utaruhusu magoli. Ndicho ambacho kilichotokea.